Mtazamaji, natumai hujambo popote pale ulipo siku hii ya tatu ya mwaka mpya wa 2026. Karibu kwenye taarifa zetu. Mie ni wenu Swaleh Mdoe, ambapo mkalimani kwa lugha ya ishara ni Wilson Ochuka. Kwanza tupate yaliyomo. Watu 14 wafariki katika ajali mbili tofauti eneo la Katumani na Kikopey, huku wengine wakijeruhiwa. Uchunguzi wa jengo lililoporomoka katika mtaa wa South C waanza, huku zoezi la uokoaji likiendelea kwa siku ya pili. Siasa za migawanyiko na lawama, huku viongozi wa Kenya Kwanza na upinzani wakiendelea kurushiana cheche za maneno. Marekani yarusha makombora nchini Venezuela na kumteka nyara Rais Nicolas Maduro pamoja na mkewe. Karibu mtazamaji. Idadi ya waliokufa katika ajali ya barabarani katika eneo la Katumani kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Mombasa imefikia 8. Hii ni baada ya watu wengine wawili kufariki wakitibiwa katika hospitali ya Machakos Level 5. Ajali hiyo ya Ijumaa usiku ilihusisha basi la abiria lililokuwa likitoka upande wa Mombasa, ambapo liligongana na matatu iliyokuwa ikisafirisha abiria kutoka upande wa Nairobi. Haya ndiyo mabaki ya matatu ya kampuni ya Naikana Sacco ambayo ilishika moto ikivutwa kupelekwa katika kituo cha polisi cha Salama kilichoko kaunti ya Makueni muda mfupi baada ya kugongana na basi la abiria la kampuni ya Tahmid iliyokuwa ikisafiri kutoka Mombasa. Ajali hiyo ilitokea eneo la Katumani katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa mwendo wa saa 4:30 Ijumaa usiku. Mimi hiyo gari ikikuja kugongana nilikuwa naona. Iligongana kichwa na kichwa. Nikaona gari imevunjika, mabati imevunjika. Kutoka hapo watu walikuwa wamelalala hapo wamekufa. Wengine walikuwa unconscious. But mimi nilishuka kwa hiyo dirisha kutoka nje. Sikuwa na nguvu. Ilibidi nilala huko chini. Nilijipata nikitolewa kwa kioo, mlango ya gari ilikataa kufunguka. So walivunja hizo vioo zote. Tulikuwa tunachukuliwa kutoka kwa hiyo gari, tunapitishwa kwa kioo. Ambulance ilikuwa hapo. Tunawekwa kwa ambulance, tunakimbizwa hapa Machakos. Imethibitishwa kuwa idadi ya wafu hadi sasa imefikia watu 8. They managed to evacuate 17 patients. Unfortunately, 6 arrived here dead, and we lost 2 at our casualty. So the remaining 9, 5 have been treated and discharged. So we have 4 with us. 1 is in the ward, a female with fractures, and the other 3 are here with us. Mimi maumivu yangu yenye niko nayo ni kifua na mikono, hata Mungu kutembea ni shida. Kulingana na halmashauri ya NTSA, ripoti za awali zinaonyesha kuwa dereva wa matatu alijaribu kulipita gari lingine na kusababisha kugongana ana kwa ana. Tukio hilo linajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ajali za barabarani msimu huu wa pilka za Krismasi na mwaka mpya. I urge drivers to be very careful, to drive at the recommended speeds, not to get drunk and drive, and also to ensure that they observe road traffic signs so that we can avoid some of these accidents. Miili ya waliofariki ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Machakos Level 5. Safin Achieng Oma, runinga ya Citizen.
Tukisalia kwenye visa vya ajali barabarani, idadi ya watu walioaga dunia kufuatia ajali katika eneo la Kikopee huko kaunti ya Nakuru imefikia 6 baada ya mtu mmoja kuaga dunia alipokuwa akitibiwa hospitalini. Ajali hiyo ilihusisha trela 2 na gari la abiria. Watu wengine 7 wamejeruhiwa vibaya. Shadrack Alumasi, dereva wa gari la Great Rift Shuttle, ni mwingi wa maswali. Saa chache baada ya kuhusika kwenye ajali eneo la Kikopee Gilgil, gari lake liligongwa upande wa nyuma na trela lililokuwa linaendeshwa kwa kasi. Baada ya breki kukatika, watu 5 waliaga dunia papo hapo, mmoja akifariki alipokuwa akipokea matibabu hospitalini. Nilikuwa na abiria 16. Kwa upande ile kitu ilifanyika ndio accident happen, siwezi nikajua sababu gari yangu ilikuwa sawa. Nilikuwa naenda speed ya 50 km/h. Ajali hiyo iliyotokea mwendo wa saa 3 asubuhi ilihusisha magari matatu, yote yaliyokuwa yakielekea upande wa Nakuru. Abiria walionusurika wakisimulia yaliyotokea. Nilikuwa nasafiri kutoka Nairobi kwenda nyumbani Webuye, natoka Webuye East. Na nilikuwa na watoto wangu 2. So mmoja alikuwa amekaa na driver na mimi naye na mwingine tuko karibu kwa hiyo nyuma ya driver, hiyo ni seat ya driver ya nyuma hiyo. Tulisikia tu nyuma gari imeguzwa. Sasa kuna gari nyingine tena ilikuwa mbele kidogo. Sasa driver hakugonga hiyo ya mbele. Kwa maana angegonga hiyo ya mbele hatungekuwa sisi wote. So yeye alijaribu kutoka kidogo ndio at least tukaonekana tumepona. Sasa wakati hiyo gari imetoka juu ilikataa brake ilikatalia kwa mlima huko. Gari imetoka imekuja ilikuwa naona ilikuwa na. Sasa hiyo Nissan nayo ilikuwa inakimbilia upande wangu. Sasa iko hiyo trailer nayo imeachilia huko, brake hakuna. Na ikawa nayo kuna gari inatoka chini, kabidi hiyo trailer isukume Nissan upande wa ikaifinyia Nissan katikati. Wakazi wa eneo la Kikopee sasa wanataka barabara hiyo ya Nakuru kuelekea Nairobi kupanuliwa, kwani eneo hilo hushuhudia msongamano wa trailer ambazo zimeegeshwa kando ya barabara. Hizi trailer ambazo zinakaa huku kando ziondolewe kabisa, wapatafute parking huko ambapo wanatufungia sisi kwanza kama wana bodaboda, wanatupunguzia barabara ambapo hatupati barabara ya kupenya, na tukisonga tukienda mahali tunaenda, so wanatufinya, tunakosa nafasi ya kupita. Taarifa kutoka kwa NTSA ikiashiria kuwa dereva wa trailer iliyosababisha ajali hakuzingatia kanuni za barabarani. Maria Nyambura, runinga ya Citizen. Tukiwachana na hayo ya ajali za barabarani, kuna ajali za majumba kuporomoka, ambapo serikali sasa inasema idadi ya watu waliokwama kwenye jumba lililoporomoka hapa South C ni watu 2 na wala sio watu 4. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema uchunguzi uliofanywa kwa kuchagua kanda za CCTV umethibitisha kuwa ni watu 2 pekee waliokuwemo wakati wa tukio na ambao bado hawajapatikana hadi sasa. Ruku amesema uchunguzi unaendelea na wote waliohusika na utepetevu watachukuliwa hatua kali. Mmoja wa wamiliki wa jengo hilo tayari amejisalimisha kwa polisi. Kwa siku ya pili, shughuli ya uokoaji ilianza kwa kishindo. Magari haya 5 spesheli ya kufukua yakifanya kazi kwa pamoja kuhakikisha shughuli nzima inakamilika kwa upesi. Waziri wa utumishi wa umma na mipango maalum Geoffrey Ruku alitua akiandamana na viongozi wa eneo hili kutathmini hali. Based on the CCTV footage which the very competent team has analyzed properly, it is now suspected that 2 persons have been trapped inside the collapsed building. Waziri Ruku pia amekariri jumba hilo lilikuwa la ghorofa 14 na wala si 16 kama ilivyoripotiwa awali. At this point, the cause of collapse has not yet been properly established. Today in the evening, rested tomorrow morning, we will be able to answer those questions using scientific investigations which are going to be conducted by the relevant institutions. Serikali imesema macho yake yameelekezwa kwa juhudi za uokoaji kabla ya kuwafuata wote wanaodaiwa kuhusika kwa vyovyote kupelekea jumba hilo kuanguka. Why is it that the stop order which was issued in August 11, 2025 was not followed?
all this, by the time we are done with this rescue mission, by the time we are done with the scientific evaluation of the building materials from this building, we will take people to court. Any contractor around here, just do the right job. You have the money, the land is yours. You don't have to hurry in trying to make your high-rise come up. Make sure that you get to the standards that were there so that we can save lives. Anybody who violates the law, my friend, the construction law, the county regulations, anybody who violates, regardless of his tribe, his community, his religion, his status in society, he must be dealt with in accordance with the law. Wanajeshi wanaosaidia katika shughuli hii pia wamekuwa wakitumia mbwa kuwatafuta wawili hao ambao bado hawajapatikana. We are halfway in terms of the removal of debris and we are making very good progress. We have got all the agencies responsible for emergency response. Duru zimetuarifu kuwa mmoja wa wamiliki wa jumba hilo tayari amejisalimisha kwa polisi na kuandikisha taarifa huku uchunguzi ukiendelea. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Tukisalia kwenye taarifa hiyo ni kwamba familia za wanaume wawili wanaodaiwa kukwama kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka zinataka operesheni ya uokoaji kuimarishwa. Familia hizo zilizoshinda eneo hilo tangu mkasa huo ulipotokea mapema hapo jana, pia zikitaka uchunguzi wa kina kufanywa kuhusu kuporomoka kwa jengo hilo ili wakisema waliohusika na hatia za ujenzi duni wachukuliwe hatua. Zaidi ya saa 24 zimepita tangu jengo hili katika eneo la South C liporomoke na kuwanasa walinzi wawili waliokuwa wakilinda jengo hilo jipya lililokuwa likijengwa. Huku vikosi vya uokoaji kutoka taasisi mbalimbali vikiendelea kuwepo eneo la tukio, familia za wanaume hao wawili zinasema muda unaendelea kuyoyoma na matumaini yanazidi kufifia. Kwa mujibu wa Hawa Hassan, mama wa mmoja wa wanaume wanaoaminika kufukiwa kwenye vifusi, mwanawe aliondoka nyumbani kwao Mukuru kwa Njenga mnamo saa 12 jioni siku ya Alhamisi akielekea kazini. Anachunga ndani. Kazi inaingia saa 12. Jioni saa 12 ya jioni naingia. Natoka asubuhi saa 12. Wanaume hao wawili waliotambuliwa kama Ali Adano Galgalo na Hassan Bule Huka wanaaminika kuwa walikuwa katika ghorofa ya 3 ya jengo hilo ambako kulikuwa na chumba chao cha kupumzika wakati jengo hilo lilipoporomoka. Kama familia si tuko na huzuni sana. Tunashukuru serikali tangu jana walifanya kile wanaweza, wamefanya kazi, lakini tunataka waweke juhudi sana. Ile kazi inaendelea hapa sio kazi kidogo, lakini tunaomba serikali, President William Samuel Ruto aweke bidii, alete reinforcement mingi, watu kama wako uhai waokolewe. Kwamba uzani wa ghorofa 3 zilizoongezwa juu ya jengo hilo pamoja na ubora wa vifaa vilivyotumika kwa ujenzi ulichochea kuanguka kwa jumba hilo. Majumba yaliyoko karibu na jengo hilo yaliporomoka yanasalia kwenye hatari, shughuli ya uokoaji ikikaribia kufika ghorofa ya chini ya jengo hilo. Jumamosi asubuhi, wahandisi na wapelelezi kutoka kwa asasi za kiusalama, mamlaka ya ujenzi nchini NCA na idara ya ujenzi nchini wanakagua na kunakili ushahidi kutoka kwa jengo lililoporomoka katika mtaa wa South C, Nairobi. Kikosi hicho kikitumia vifaa hivi vya uhandisi kupima vifusi vilivyosalia baada ya maporomoko ya Ijumaa asubuhi kubaini kilichotukia kwenye mkasa huo. Uchunguzi wa hivi punde ukiashiria kwamba si uzani tu wa ghorofa 2 zilizoongezeka juu ya ghorofa zilizoidhinishwa zilizosababisha mporomoko huo, bali pia ubora wa vifaa kama vile mchanga na chuma iliyotumika kwa ujenzi. Meneja msimamizi wa usajili na kibali katika mamlaka ya ujenzi nchini NCA, Susan Ruto, akieleza walipofikia hadi sasa. We want to pick the sample from the failed structures which will be subjected to further reviews. We'll also be reviewing the designs
In this case, we will be looking at the architectural designs and also structural design so that we are able to tell if there was any inadequacy in the design. Maafisa wa uchunguzi sasa watakuwa wanachukua sampuli ya mawe, simiti, chuma na vifaa vilivyotumika kwenye ujenzi wa jumba ambalo liliporomoka mita chache kutoka hapa na kuletwa hapa kwenye maabara ndogo ambayo itakuwa inatumika kuweza kuchunguza na kujua mbivu na mbichi kuhusiana na maporomoko hayo. Tayari maafisa husika wa uchunguzi wanaendelea kukagua sampuli walizotoa kwenye jumba lililoporomoka, wakiangazia safari ya ujenzi wa jumba hilo. Namna jumba hilo lilivyoanguka maarufu pancake collapse pia itasaidia uchunguzi kung'amua ukweli. Majumba yanayoporomoka kwa namna hii mara nyingi husababishwa na udhaifu wa minara pamoja na ubora wa vyuma vya ujenzi. Haya najiri jengo lililokuwa mkabala na jengo lililoporomoka likisalia imara lakini kwenye hatari, mashimo na mipasuko ikijitokeza ukutani, huku muda ukisonga kwa shughuli ya uokozi kukamilika. There is one building which has been affected, how you will be able to see, and in that particular building there are two columns which was affected by the ripples arising from the collapsed building. Majumba haya kama vile Nairobi South Hospital, shule ya upili ya Kongoni na majumba ya kibiashara yaliponea chupuchupu kuangukiwa na jengo hilo. Muda unapoendelea kuyoyoma hapa katika eneo la South C, ndipo maafisa wa uokoaji wanapoendelea kukaribia eneo ambapo linaaminika kwamba watu waliozikwa kwenye vifusi hivi wako. Maafisa hao sasa wakitarajiwa kuwa na umakini hata zaidi kwa sababu shughuli zao huenda zikaathiri udhabiti wa majengo yaliyo karibu na eneo la tukio. Emmanuel Tor, runinga ya Citizen, South C, Nairobi. Tukiachana na masuala ya ajali za barabarani pamoja na majumba kuporomoka, turejee kwenye chakula chetu cha kila siku, siasa. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua hii leo ametangaza kwamba mrengo wa upinzani hauna haraka ya kumtangaza atakayepeperusha bendera yao kuwania kiti cha urais, akisema kwamba watamtangaza ikiwa imesalia miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Gachagua akizungumza huko Murang'a alikohudhuria mazishi ya mamake mbunge wa Embakasi North James Gakuya, ambapo mwakilishi wa wanawake kutoka Lamu alifurushwa alipotetea uongozi wa Rais Ruto. Melita Oletenges anatuarifu zaidi. Maswali mengi yameibuka kuhusu ni nani kati ya wanasiasa wakuu katika mrengo wa upinzani atakayeipeperusha bendera ya mrengo huo na kukutana na Rais William Ruto na wagombea wengine wa urais debeni ifikapo mwaka 2027. Japo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka hivi majuzi alitangaza kwamba upinzani utamteua mwaniaji wa urais hivi karibuni, leo Gachagua amesema kwamba mgombea atatangazwa miezi michache kabla ya uchaguzi. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Kaatiguo. Hatuwezi sisi hapana wajinga. Kwa hivyo mimi naomba mrelax. Nimeona watu wakinipigia simu, upinzani imesabaratika. Upinzani imesabaratika namna gani? Upinzani ni nyinyi. Nyinyi mnangoja tu kiongozi. Wacha tuude chama mwaka huu ya 2026. Siasa za one term na two term pia zilirindima, huku mwakilishi wa wanawake kaunti ya Lamu Monica Muthoni akifurushwa jukwani baada ya kunadi kwamba yeye anaiunga serikali mkono. Mimi Muthoni ni wa two term. Na ni wa two term. Viongozi wa upinzani na katibu mkuu wa chama cha ODM walimsuta Rais William Ruto wakidai kwamba hapaswi kuongoza nchi kwa muhula mwingine. Manifesto yetu namba 1 ni kufukuza wewe kabla hujafikisha sisi Singapore. Tunataka tufikishe wewe Sugoi. Niko kana tiguo. Aende asiende. Kuna siku baba alituambia tuunge mkono William Ruto 2027. Hakuna. Na kwa sababu watu wamekuwa wakisema ile vitu baba aliwaambia, hii mwaka hata mimi nataka kusema ile vitu baba aliniambia. Baba aliniambia Kasongo 2027 home.
Aidha, viongozi hao walionekana kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na cheche za siasa zilizotamkwa na kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed hivi majuzi. Wewe ulikuwa unakula pesa ya Uhuru, badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Saa hii tunalia huko nje. Kama sio wewe Junet, tungekuwa kwa serikali. So mimi huwezi nitisha bwana. Hawezi kunitisha. Wanasema Nairobi, ukipata sponsor mpya usianze kutukana ule alikutoa kwa bed sitter. William Ruto alituambia Uhuru Kenyatta ndio shida ya Kenya. Uhuru alikuondokea, sasa umeharibu Kenya. Why are you sending young boys to abuse Uhuru Kenyatta? So hao watu ya ODM, shida yenu sio Uhuru Kenyatta, Sifuna. Shida yenu ni Kasongo. Melita Ole Tenges, Runinga Citizen. Kwingine kwa viongozi wa ukanda wa magharibi wamemsuta kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa kwa kile wanachotaja kuwa jaribio la kugawanya ukanda wa magharibi kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Wamalwa alizomewa kwa kushabikia umoja wa Waluya kwa upande mmoja na kuvuta kwingine na chama chake, ambapo ameshauriwa kuvunja DAP Kenya na kushirikiana na wenzake kumuunga mkono Rais William Ruto mwaka ujao kwa muhula wa pili. Naye Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kushambuliwa na wandani wa rais, akishutumiwa kwa kuchangia mpasuko ndani ya chama cha ODM. Ikiwa imesalia miezi 19 kabla ya Wakenya kuelekea debeni tena, joto la kisiasa ukanda wa magharibi linapanda kila kukicha, mtihani mkubwa kwa viongozi wa eneo hili ukiwa ni kuhakikisha eneo hilo linasema na kinywa kimoja. Kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa hii leo akielekezwa lawama ya kuzisambaratisha juhudi za kuwaunganisha Waluya kwa kuwa kiongozi wa kipekee ukanda huo kuwa na chama kilichosalia upinzani. Nakuja hapa kuambia tuje pamoja na nyinyi mmekuamilia hii vyama yenu ambazo kama tukuji pamoja hakuna mahali hizi vyama vitapeleka nyinyi. Don't just go because you want to be a presidential candidate to usimame for the sake of it. What are the realistic chances of winning? Mheshimiwa Eugene Wamalwa, just show me an opposition candidate akiwa Wamunyoro, akiwa Kalonzo, akiwa Matiang'i mwenye anaweza angusha William Samoei Ruto. Just show me. Hakuna mtu. Wakizungumza baada ya Eugene kutangaza azma ya kuliongoza eneo hilo kama mgombea wa urais, viongozi hawa wamesema njia ya kipekee kuhakikisha eneo hilo lina usemi wowote mwaka 2027 ni kuundwa kwa chama kimoja kitakachowavutia wachumba wa kisiasa. Cyrus alituunga mkono hapa Malava. Alitoa pesa kusupport DAP hapa Malava. Na tulikuwa tumekubaliana 2027 tunaenda kuungana tutoe mgombezi wa urais. Kutafuta urais lazima tuwe na watu na pia tuwe na pesa. Mimi nataka kuambia viongozi wetu hapa ya kwamba sisi kama Wanakakamega wote tuko nyuma ya Rais William Samoei Ruto. We must come together, have a big party, a national party. Unless you have a national party, utatafuta president wapi? Siasa za umoja wa Waluya zimesheheni huku rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiendelea kuhusishwa na mpasuko unaojitokeza chamani ODM, walio kwenye chama hicho wakivuta ndumakuwili kila kuchao. Yule retired president ambaye amepanga hao kina Khalwale, amepanga kina Shifuna, amepanga kina Osotsi, ati baada ya hii uchaguzi ya William Ruto akishinda Mluya asiwe rais, tunaambia shetani ashindwe. Mkishapata nafasi ya kuwa ndani ya serikali, msikubali mtu apoteshe. Msikubali mtu awaondoe ndani ya serikali awarudishe kwa upinzani. Kama Mwangi, Runinga ya Citizen. Tukiwachana na hayo ya siasa, sisi hapa studioni tunarejea ili kupata pumziko fupi kabla ya kuendelea na taarifa za Nipashe. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, ambapo mwaka uliopita ulitajwa kuwa mwaka uliokuwa na visa zaidi vya mauaji ya wanawake humu nchini,
huku takriban kila wiki vifo vya wanawake waliouawa kwenye dhuluma mbalimbali vikiripotiwa. Mojawapo wa visa vilivyogonga vichwa vya habari kwa muda ni kile cha mauaji ya wanawake eneo la Kware hapa mtaa wa Pipeline Nairobi, ambapo miili ya wanawake ilipatikana kwenye magunia ikiwa vipande vipande. Mwandishi wetu Franklin Wala kwa mwaka mzima alikuwa akishughulikia taarifa kama hizi na anatupa simulizi yake. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa kazini nikiendelea tu na kazi kama kawaida, na ghafla nikapokea mojawapo wa simu ambayo ilibadilisha mambo siku hiyo. Aliyenipigia simu alianza kwa kueleza kwamba kuna mili ya watu ambayo ilikuwa imetambulika katika mgodi wa Kware hapo Pipeline. Na zilikuwa taarifa za kutisha na kushtua. Nilibaki na maswali ya kutaka kudhibitisha, je, niliyoelezwa yalikuwa ni ya ukweli? Na pindi tu nikampigia mojawapo wa maafisa wa polisi ambao wao wanaendesha mambo ya uchunguzi katika jiji la Nairobi, hasa kaunti mzima ya Nairobi. Afisa huyo niliyempigia simu akanifichulia kwamba kweli kulikuwa na kisa kama hicho, na ni kwamba pia hao walikuwa wanajipanga kuelekea katika eneo la tukio katika mtaa huo wa Pipeline. Tukajiandaa na tukatoka afisini na kuelekea kufika katika eneo la tukio. Nilikumbana na umati wa watu. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na hasira. Ikatulazimu kuwatafuta baadhi ya vijana ambao walikuwa eneo hilo, na vijana hao wakatusaidia kuingia katika eneo la tukio. Na tulipofika katika eneo la tukio tukapata maafisa wa polisi wameanza kujiandaa na kutenga eneo hilo kuwa kama eneo la tukio na kuzuia watu kufika katika eneo la tukio. Tulikumbana na harufu kali. Kulikuwa na magunia ambayo ilikuwa yametapakaa. Ilikuwa ni miili ya binadamu. Tulipiga kambi hapo, tukaanza kukagua na kukusanya taarifa ya kilichokuwa kimetokea. Kibarua kwetu kilikuwa ni kudhibitisha taarifa hizi na kupeperusha taarifa kwa watazamaji. Behind me is an irate public which is demanding. Kulikuwa na mgawanyiko baina ya wananchi na serikali, kwa sababu watu walikuwa na maswali sana. Wanauliza ilikuwaje kisa kama hiki kinaweza tokea hatua chache tu karibu na kituo cha polisi ambacho kilikuwa pale cha Kware. Tulisalia katika eneo hilo la tukio, maafisa wa polisi wakiendelea tu kufanya uchunguzi wao, na wale vijana ambao walikuwa wanawasaidia kuopoa na kutafuta zile mili kwenye mgodi huo waliendelea na shughuli zao. Vijana wakitoa magunia ambayo yalikuwa na zile mili na kuyaleta magunia yenyewe katika eneo ile ambalo lilikuwa sasa eneo la kukusanya yale magunia, ndio yaweza kukaguliwa na kudhibitishwa kwa undani. This is fresh. Yeye mtu ameuawa not long ago. Katika prukshani hiyo nilikuwa nikihitajika kufanya taarifa za kuwajulisha watazamaji, yani kwa kizungu inaitwa live link. Nyuma yangu ni maafisa kukabiliana na vurugu ambao wamefika hapa kujaribu kukabiliana na hali hii. Na nilipokuwa hata nikitoa taarifa katika ile live link nilikuwa niko na hofu. Mimi mwenyewe nilikuwa pia nimeshtuka, kwa sababu kile nilichokiona zilikuwa zile picha zinani kujia wakati nafanya ile link, na pia ukiangalia vurugu ambayo ilikuwa pale ilikuwa inatatiza zaidi. Nakumbuka ilifika wakati fulani gari la polisi la kubeba mili likafika pale, na ilihitajika kwamba baadhi ya mili ambayo ilikuwa imetolewa katika mgodi huo iwekwe kwenye hilo gari la polisi. Na katika ile harakati ya hiyo mili kuwekwa kwenye ile gari la polisi, vijana waliwalemea polisi kwa nguvu na wakafaulu kuchukua mojawapo wa gunia ambalo lilikuwa na kile ambacho tuliamini ulikuwa ni mwili wa binadamu. Walitaka kufika na mwili huo katika kituo cha polisi cha Kware. Iliwalazimu maafisa wa polisi kutumia vitoa machozi kukabiliana nao. Kibarua kigumu sana kilikuwa ni kudhibitisha taarifa ambazo zilikuwa zinahusu idadi ya miili. Tulikuwa pale polisi wakichukua rekodi yao, nasi pia tukichukua rekodi zetu.
Siku iliyofuata pia tulirejea katika eneo hilo la tukio, na hapo ndio mambo yaliharibika zaidi. Baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa vimetoa taarifa ambazo zilikuwa zinaashiria kwamba mili iliyopatikana katika mgodio wa Kware ilikuwa ni mili nyingi kuliko ile ambayo sisi tulikuwa tumewajulisha watazamaji katika taarifa zetu. Na pindi tu tulipotoa vyombo vyetu na wale wananchi wakaona kwamba sisi tulikuwa ni wanahabari kutoka runinga ya Citizen, wakakuwa na hasira sana na sisi na wakaanza kutuvamia. Kulikuwa na afisa mmoja wa polisi ambaye alikuwa pale, nilimtambua, na afisa huyo ndiye aliweza kutusaidia, akatuweka kwa pamoja na akatupeleka katika eneo la kanisa ya Redeemed. Josephine alikuja kwangu, kaniambia, dadangu, mbona mmeniacha kwa baridi hivyo? Nikamuuliza kwa nini na uko wapi, tunakutafuta. Familia fulani ikajitokeza, familia ambayo ilidai kwamba ilikuwa imepata ndoto kuwa mwana wao alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wameuawa na mili kutupwa katika mgodio wa Kware. Akasema, dadangu, mbona mmeniacha kwa baridi? Mimi mnajua nakaa kwa maji na nimedungwa visu kwa mapaja na kwa shingo. Hiyo mto mahali niko, hiyo mto iko natakataka, hiyo mahali niko munikujie pale. Tulikuwa wa kwanza kuzungumza na hiyo familia, ikatuelezea jinsi ndoto ilivyowakujia. Kulikuwa na ndoto ambayo iliwaelekeza pale. Na familia zikaanza kujitokeza, familia tofauti. Shughuli za kutambua miili zikaanza. Nakumbuka mwenzangu Ode Francis naye alikuwa upande mwingine, upande wa City Mortuary. Vile tulipeana maelezo, vile alitoka kama amevaa, tukaletewa miili miwili kuconfirm. Kuangalia moja ikawa ni yeye, lakini tukawa tuna doubt, hatuko sure. Shughuli ya kutambua miili ikaanza kirasmi, harakati za kuchukua sampuli za DNA zikaanza, kukakuwa na wakati wa kufanya uchunguzi wa maiti. Most of these bodies have levels of decomposition from mild to severe. So bodies which are severely decomposed, it becomes very, very difficult to assign a cause of death because there's what is called postmortem artifacts. Kadri muda ulivyokuwa ukisonga, polisi wakabahatika wakamnasa mshukiwa ambaye alidaiwa kuhusika katika mauaji haya, na pindi tu mshukiwa huyo akaupeleka polisi katika nyumba ambayo alikuwa ameikodi karibu na eneo la Kware pale Pipeline. Polisi walipata baadhi ya vitu ambavyo viliaminika kuwa ni vya watu ambao walikuwa wameuawa. Polisi wakatoa taarifa na kusema kwamba mshukiwa amekiri kuhusika kwa mauaji ya wanawake 42. From our interrogation, all his victims have been murdered in the same style. Mshukiwa akafikishwa mahakamani. Female victims are alleged to have been murdered by one Collins Jumaisi, and therefore releasing him before the conclusion of this complex investigation will not only jeopardize crucial evidence but also intimidate potential witnesses. Mahakama ikaamuru mshukiwa huyo Collins Jumaisi azuiliwe katika kituo cha polisi cha Gigiri, na usiku moja tu nikapokea simu kutoka kwa mojawapo wa polisi wakinieleza kwamba yule mshukiwa ambaye alikuwa amekamatwa na kuhusishwa na yale mauaji yaliyotokea Kware alikuwa ametoroka kizuizini mwa polisi. Ikawa vigumu sana polisi kueleza ilikuwaje mshukiwa huyu akatoroka akiwa kizuizini mwao. Haya mambo yote yako katika harakati ya uchunguzi. Na familia za waliokuwa wameuawa zikasalia solemba zikitaka majibu. Huyu jamaa hakuna vile angepotea kwa seli ya polisi. Mshukiwa Collins Jumaisi akawa ametoroka na hajawahi kupatikana kufikia sasa. The Kenyans have not yet been told what truly transpired at the Kware dump site. Kitendawili cha mshukiwa Collins Jumaisi kutoroka katika seli za polisi ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba mshukiwa huyo amekamatwa na waliouawa angalau wamepata haki. Sometimes nimelala, kama nimeamuka nimeona tu mtoto wangu. Na ni mojawapo ya taarifa ambayo kwangu itasalia kuwa ni kama taarifa ambayo haitanitoka. Jina langu ni Franklin Wala. Nipashe wikendi.
Wakulima wa makadamia humu nchini wamezua wasiwasi kuhusu hasara wanayopata baada ya marufuku ya kuvuna na kuuza mazao hayo. Wakulima hao wanasema wanapata hasara huku mazao yao yakiharibikia shambani. Wakulima wa Kirinyaga wanasema marufuku hayo yaliyotolewa na mamlaka ya kilimo na chakula na ambayo yatadumu hadi Februari 15 yanastahili kubatilishwa mara moja. Marufuku inayoendelea ya zao la makadamia imewaacha wakulima katika njia panda, huku baadhi yao wakianza kupata hasara. Marufuku hiyo ya miezi miwili inawazuia wakulima kuvuna au hata kuuza mazao yao. Wakulima sasa wakisema wanapata hasara shambani, huku wezi pia wakiwavamia. Bei imeteremka kwa sababu wale wanunuzi wanataka kufuata sheria. Wanafuata sheria na wanunui makadamia. Wale hawafuati sheria ndio wanaendelea kununua, na milango ya nyuma hatujui inapelekwa wapi, lakini tunaona inaenda hivyo. Serikali imetuharibu. Badala ya kutengeneza venye walikuwa nasema ati makadamia itakuwa aje, na kuna mwisi anasida kwa makadamia na kuna mnunuzi naye ananunua hapa ile makadamia ya mwisi. Kwa hivyo mkulima hapo hayuko kwa sababu ameambiwa ungoje. Wakulima hao wanasema muda wa kutoa makataa hayo ni mbaya mno, kwani umefanywa wakati ambapo mazao yao yako tayari kuvunwa shambani. Sasa wanataka serikali kuweka mikakati ili kuhakikisha wakulima hao hawapati hasara. Sasa mimi nauliza serikali, tafadhali, ikiwa ni kufunga makadamia kununua, iweke mikakati kufunga kabisa, kusiwe kuna watu wengine wananunua. Ikifika wakati wanafungua hiyo makandania, utakuta wakifikiria iko makandania watanunua, utakuta hawana makandania, maana mkulima alifinyiriwa na hiyo serikali pia imejifinyiria. Maana wakati iko pesa mingi, mkulima anafaidika na serikali pia inafaidika. Kulingana na mamlaka ya kilimo na chakula AFA, makataa hiyo ilikuwa ni ya kuwakinga bambua makadamia na kuyauza ili kuondoa tatizo la kuvuna makadamia ambayo hayajaiva. AFA inashikilia kuwa misimu ya hapo awali ilishuhudia wizi, magendo na mazoea mabaya ya biashara ambayo yalimwadhiri mkulima. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi. Kutoka humu nchini sasa tuelekee kaunti namba 48 ambapo Marekani imefanya operesheni ya kijeshi usiku kucha nchini Venezuela na kumkamata Rais Nicolas Maduro pamoja na mkewe Cilia Flores. Shambulizo hilo la Marekani limezua shutuma kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na kuzua hofu ya kuongezeka kwa machafuko katika eneo hilo. Rais Maduro anatazamiwa kufunguliwa mashtaka nchini Marekani. Wakati ndege za kijeshi za Marekani ziliposhambulia maeneo kadhaa nchini Venezuela katika saa za machweo Januari 3. Operesheni hiyo ilithibitishwa na Rais Donald Trump kupitia akaunti yake rasmi ya X, ilisababisha kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Cilia Flores. Ujumbe wa Trump ulieleza kuwa Marekani imefanikiwa kutekeleza shambulio kubwa dhidi ya Venezuela na kiongozi wake amekamatwa na kusafirishwa nje ya nchi. Mwisho wa nukuu. Serikali ya Venezuela imetangaza hali ya hatari ya kitaifa, ikitaja shambulio hilo kuwa uvunjaji wazi wa mamlaka ya kitaifa na kuishtumu Washington kwa uchokozi wa kijeshi. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikishtumu. Marekani ilikuwa imetoa zawadi ya dola milioni 50 kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Maduro. Walioshuhudia waliripoti ndege za kijeshi zikiruka chini, magari yaliyoteketezwa na giza kote nchini. Maeneo muhimu ya kijeshi yakiwemo Fort Tiuna huko Caracas yalikuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imeteketeza meli 2 za mafuta karibu na Venezuela, ikizindua mashambulizi hatari dhidi ya zaidi ya boti 30 ambazo utawala wa Trump unasema zilikuwa zimebeba dawa za kulevya na kushambulia kile ambacho rais wa Marekani alikiita eneo wanapopakia meli za dawa za kulevya.
Pentagon bado haijatoa maelezo rasmi kuhusu uzito wa operesheni hiyo au mahali walipo Maduro na mkewe sasa. Kikosi maalum cha Delta Force cha kijeshi la Marekani, kikosi cha wasomi wa vikosi maalum wa kivita, ndicho kilitekeleza operesheni ya kumkamata Maduro. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Tukirejea tena hapa studioni, napata fursa ya kupumua kabla ya kurejea na taarifa za spoti. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hii ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Kuwa Mkenya ni kujitambua na kujua kila moment inaweza kuwa ile moment. Sherehekea Christmas bila pressure, the Equity way. Lipa kila mahali for free with your Equity card, Equity Line *247# or Equity mobile app. Equity iko nawe kila mahali. Kwenye michezo, kama juhudi za kuwapa nafasi vijana kutoka maeneo ya Watamu na Shela, umepokea pesa za kuboresha shughuli za kandanda katika maeneo hayo ya kaunti ya Kilifi. Baadhi ya wafadhili na viongozi wa eneo la Watamu wakiongea baada ya mchuano wa soka baina ya timu za Watamu na Gede, wamewataka vijana kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya na wizi wa mabavu. Ibrahim Abdi ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti ya Kilifi alikabidhi timu hizo shilingi milioni 1 kutoka kwa Rais William Ruto. Na rais wetu amesema hii pesa ni ya timu zote zilo participate kwenye nini? Kwenye game. Tumeelewana eh? Our area has been heated badly and hardly na mambo ya madawa kulevya na utovu wa usalama. Lakini tunashukuru kuanzia tuanzishe hizi tournaments na nini mwaka huu. Hii Disemba tumeifunga vizuri, story za mawoza imepungua na nini. Jambo tumelitilia mkazo sana na tunapenda liwe kila wakati na litakuwako kila wakati kwa mshirikiano wa viongozi hawa wetu, ili iwe ni vipaji pia inaonyesha kuinua vipaji. Kufikia hapo sina budi kukusanya kila kilicho changu hapa studioni kwa usiku huu wa leo. Muda wote huo mlikuwa na mie wenu Swale, kukukumbusha tu kwamba zimebakia siku 362 tufike mwaka 2027. Kwa heri.